Ushindi wa muhula wa 7 wa Museveni unamaanisha nini kwa Uganda? Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Wafuasi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, ushindi wake mkubwa katika uchaguzi uliomalizika hivi punde ni uthibitisho wa utawala wake uliodumu kwa miaka 40. Alishinda kwa 72% ya kura, karibu na kura yake ya juu zaidi ambayo ilikuwa ni 74% katika uchaguzi wa kwanza wa moja kwa moja wa rais wa Uganda mnamo mwaka 1996. Inatilia pono madai ya kiongozi huyo aliye na umri wa miaka 81 kwamba bado anaungwa mkono na Wa-Uganda walio wengi baada ya kuchukua mamlaka kama kamanda wa waasi mwaka 1986 na kumaliza utawala wa Milton Obote. Lakini upinzani mkuu wa Museveni katika uchaguzi, msanii maarufu wa zamani wa muziki wa pop, alipinga matokeo hayo na kuyataja kuwa feki na kusema alikuwa amejificha baada ya nyumba yake kuvamiwa na vikosi vya usalama. Museveni alifanya kampeni kwa kiasi kikubwa akizingatia rekodi ya utawala wake, akisema kwamba ameleta utulivu wa kisiasa na kiuchumi katika enzi ya kutokuwa na uhakika duniani. Aliahidi kuiongoza Uganda kufikia hadhi ya nchi ya kipato cha kati ifikapo mwaka 2030, hatua muhimu ambayo wafuasi wake wameweka kama urithi unaofaa kwa mtu ambaye atamaliza muhula wake wa 7 na pengine wa mwisho mwaka unaofuata. Museveni anaona sekta changa ya mafuta ya Uganda kama nguzo kuu ya kufikia lengo hilo. Katika kampeni aliwaambia wapiga kura mara kwa mara kwamba mauzo ya nje yatakapoanza, uchumi utakuwa wa viwango vya tarakimu mbili. Museveni ameweka mwezi Oktoba kuwa tarehe inayolengwa kwa mauzo ya kwanza ya mafuta ghafi kupitia bomba la kilomita 1443 hadi bandari ya Hindi ya Tanga nchini Tanzania. Licha ya umri wake, rais huyo amejaribu kuweka nguvu na udhibiti. Katika moja ya mikutano yake ya mwisho ya kampeni, aliwaambia wafuasi wake kwamba ametembelea zaidi ya majimbo 140 ya uchaguzi nchini Uganda. Hata hivyo, mwanzoni mwa mwezi Oktoba kampeni yake iliahirisha mikutano kadhaa ya kampeni ikitaja majukumu ya serikali ambayo hayakufichuliwa, maelezo ambayo wengi hawakuamini na hivyo kuchochea uvumi juu ya afya ya kiongozi huyo mkongwe. Vipindi vilifuata katika ratiba yake vilizidisha pia uvumi zaidi wa uchovu na kuzorota kwa afya yake. Kwa Wine, matokeo hayo ni pigo kubwa. Idadi ya kura alizopata zilishuka kutoka 35 mwaka 2021 hadi 25 mara hii. Licha ya kuwa na uungwaji mkono mkubwa wa vijana, idadi ya watu iliyotazamwa kwa muda mrefu kama msingi wa ngome ya kampeni ya Wine mwenye umri wa miaka 43. Kwa mtazamo wa Wine, uchaguzi haukuwa wa kuaminika na wa halali kabisa. Anashikilia kuwa kampeni haikuwa huru na haki, akiashiria visa vya vyombo vya usalama kuvuruga mikutano yake mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wake na hata kutumia silaha kuwatia hofu na baadhi yao kuuawa.